Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale ambao wamefanikiwa kufika, tutaweza kuendelea kwa kuwa muda ukipita urundi tena, na tujue ya kwamba kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 20, walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina la Kristo na kuwa katikati yao. Kwa hivyo tutaweza kunyenyekea, tuweze kuomba tukijua ya kwamba kabla ya mambo yote kile kinachotakikana ni maombi. Kwa mujibu wa Timotheo wa kwanza 2:1, basi kabla ya mambo yote nataka dua, sala na maombezi yafanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo tunahitaji kuomba kabla ya jambo. Hatupaswi kujiongoza wenyewe wala kutegemea akili zetu wenyewe, kwa kuwa Methali 3 mstari wa 5 inatuonya, natuambia mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Tunapaswa kutegemea Mungu ili tuweze kufanikiwa. Kwa hivyo tutaweza kuomba, alafu tuweze kumshukuru Mungu kwa njia ya nyimbo, na baadaye tutaweza kusikiliza sauti yake katika neno lake. Tutaomba. Baba yetu utupendaye sana, jina lako litukuzwe, limidiwe milele mfalme. Asante kwa asubuhi ya leo yenye utulivu, yenye anga nzuri ambayo umeweza kutujalia mfalme. Nakabidhi wanafunzi hawa mikononi mwako, walimu pamoja na wote ambao wanaohudumu hapa shuleni, pia wazazi wetu wakumbuke mfalme. Majirani zetu pia uwatembelee, uweze kutusamehe kwa kuwa Baba tumekukosea. Tumejikosea na hata tumekosea wengine kwa sababu ya madhaifu yetu. Tunaomba uweze kutuhurumia, utuponye na udhaifu wa kila aina, bali mapenzi yako yatimishwe, na ni kupitia jina kuu la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo tutaweza kuimba wimbo namba 143. Wimbo namba 143. Hapo ndipo tunapata wimbo asubuhi ya leo. Kwa kuwa wimbo pia ni njia moja ya kuomba. Yaani ukiwa unaimba, yaani wimbo umeundwa kwa njia ya maombi. Wimbo namba 143 nasema, Baba sina msaada ila kwako peke, kama kwangu ungefishwa nifanyeje Baba? Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Naamini mwana wako, nipe nguvu zako, niyasie mahitaji katika saa hii. Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Sasa ni furaha gani kwangu kukuona uso, nijue sauti yako nipate neema. Sasa hivi naamini Yesu alikufa, alimwaga damu yake nitoke dhambini. Yaani wimbo namba 89. 89.
Bwana asubuhi kucha. Sing. Bwana asubuhi kucha, nitakuinua. Sauti yangu kuomba, nipate baraka. Na kuomba Roho yako, niongozwe nayo. Nifanye ya nifasayo na mapenzi yako. Wanaokutegemea umulinzi wao. Matumaini wanayo utayatimiza. Na kwa wingi wa fadhili nyumbani mwako juu, nitaingia na wimbo pale kusujudu. Mungu atukuzwe pia kwa nafasi hiyo ambayo ameweza kutujalia tena. Kwa hivyo jana tuliweza kujifunza kuhusiana na kujiandaa kwa ajili ya mwisho. Kwa hivyo tuliweza kuona jinsi ambavyo tunapaswa kujiandaa jana, kwa kuwa Kristo anarudi mara ya pili. Na nikielezea jambo kidogo, jana kuna mahali ambapo nilitembea huko Mombasa, nikaweza kukuta kuna watu wanaamini Yesu si nani? Si mwana wa Mungu. Hapo baadhi ya Waislamu kuna wale ambao wanaamini kwamba Yesu si mwana wa Mungu na hawaamini Yesu ni Mungu. Yaani Yesu amekirimiwa na baba yake aweze kuheshimiwa jinsi ambavyo anavyoheshimiwa. Sasa asubuhi ya leo ni nini imefanya niweze kugusia jambo hilo? Ni kwamba tunapaswa kujua Yesu ni nani. Kwa kuwa tusipojua Yesu ni nani, tunakuwa hatari ya kupotea. Tunapaswa kujua Yesu ni nani ili tuweze kuwa na uzima wa milele. Kwa kuwa tukishindwa kujua Yesu ni mwana wa Mungu, uzima wa milele utakuwa hauko ndani yetu. Na ningeomba niweze kusoma andiko ni andiko la Yohana 3 mstari ule wa 36. Tukiangalia Yesu ni nani? Yesu ni nani? Kwa kuwa tunapaswa kujua Yesu ni nani ili tuweze kuokolewa. Hatupaswi kukaa bila kujua, kwa kuwa yote ambayo yaliweza kufunuliwa kwa sababu yetu, yani kwa sababu yetu na watoto wetu. Hiyo ni kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati 29:29. Yale ambayo yamefunuliwa ni yetu na watoto wetu, lakini yale ambayo hayayafunuliwa hayo ni ya Mungu. Sasa Yesu ni nani? Maandiko yamefunua Yesu ni nani. Kitabu ni kile cha Yohana 3:36. Kitabu cha Yohana 3 mstari ni ule wa 36. Andiko linasema hivi: amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hivyo kwa mujibu wa andiko hili la Yohana 3 mstari wa 36, natuambia asiyemwamini mwana ana uzima, lakini yule ambaye atakayemwamini atakuwa na uzima wa milele. Na kila mmoja tunahitaji uzima wa milele. Sasa huyu ambaye tunaambiwa tukiamini kwamba yeye tukiamini mwana tuna uzima, huyu mwana ni nani? Turudi mstari wa 16, inasema hivi: kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana pekee,
ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo tunaona Mungu aliweza kutoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo tukiamini Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, tutaweza kuwa na uzima wa milele. Lakini tusipoamini, ghadhabu ya Mungu itaweza kutukalia. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunaona Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Hata baadhi ukiona anapinga ni kama hataki uzima wa milele, kwa kuwa usipoelewa Yesu kama mwana wa Mungu utapata uzima kwa njia ipi? Na Yesu ukiamini ni mwana wa Mungu, hapo ndipo unaweza kupata uzima wa milele. Kwa mujibu wa Mathayo pia 16 mstari wa 13. Ningeweza kuomba tuweze kusoma andiko hilo tukiangalia Yesu ni nani. 16 mstari wa 13, kitabu cha Yohana inasema, kitabu cha Mathayo inasema hivi: basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu nena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Hapa tunaona Yesu akiwa pande za Kaisaria Filipi akiwa na wanafunzi wake. Kuna swali aliweza kuwauliza. Akawauliza swali ipi? Akawauliza, na watu husema mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wale wanafunzi waliweza kujibu majibu yale watu baadhi huko nje ama huko kando kando wanayoleta. Majibu ni gani? Mstari wa 14 inasema hivi: wakasema, wengine unena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Yaani hayo ni majibu ambayo watu walikuwa wakijibu pale kando kando. Walikuwa wakisema kwamba walikuwa nadhani Yesu ndiye Yeremia, wengine walikuwa kidhani ni Yohana Mbatizaji, wengine walikuwa wanadhani Yesu kana kwamba ni mmoja wapo wa manabii. Anaweza kuwa ni Amosi, anaweza kuwa ni Isaya, anaweza kuwa ni Ezekieli, anaweza kuwa ni au mmoja wapo wa wale manabii. Lakini pamoja nayo Yesu akarudi kwa wanafunzi wake akawauliza hivi, mstari wa 15. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Mstari wa 16. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Na pia asubuhi ya leo tunajulishwa kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Yani ni Kristo. Yani mstari wa 16 inatufahamisha kwamba Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hilo andiko halipingiki. Japokuwa kuna baadhi ambao wanaona Yesu si mwana wa Mungu, wanaosema kwamba Mungu hana mwana kwa kuwa hana mke. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanaamini kwamba Mungu hawezi kuwa na mwana kwa kuwa hana mke. Mungu hapati mwana kwa njia ya mke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako na uwezo na hiyo hauwezi ukaoje mambo ya Mungu, kwa kuwa hata ujapokuwa unaoje mambo ya Mungu kwa kupata mtoto, Mungu hapati kwa njia ya mke. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaswa kuelewa hiyo, kwa kuwa kuna baadhi ambao wanapinga Yesu si mwana wa Mungu, na ukipinga Yesu si mwana wa Mungu, hiyo ni kukataa uzima wa milele, kwa kuwa uzima wa milele huko njia pekee tu, kuamini Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ni sehemu moja ambayo tumeweza kuona katika Yohana 3:36. Mungu atukuzwe kwa hayo ambayo tumeweza kuyafahamu asubuhi ya leo, na jina lake lisindi kutukuzwa milele zote. Kwa hivyo naelekea kuomba. Baba yetu utupendaye sana, asante kwa habari ambayo umeweza kutujulisha asubuhi ya leo kuhusiana na mwanawe. Wakati tunapomwamini
tunakuwa na uzima wa milele. Kila mmoja aliye hapa, naomba uweze kumjalia Roho wako Mtakatifu, Mfalme. Tena ulisema tutafute ufalme wako kwanza, na hayo mengine utatusindishia. Wanafunzi hawa kile ambacho wanachokihitaji, na wakabidhi mikononi mwako Baba, wayalie mapenzi yako yatimizwe. Nakabidhi walimu pia, sindi kuwaonekania, na hata wale ambao wanaohusika hapa shuleni, neema yako isindi kututosa, Mfalme. Tuandae kwa ajili ya umilele, ili utakaporudi mara ya pili Kristo tuweze kukulaki, na ni kupitia jina lako tumeomba na kuamini. Amen. Thank you.